Kasako Media. One power ahead. Hii ni yetu sote. Yes, welcome back again. Ni mchezo mwingine wa kupendeza, ni washua wa Aben Simba dhidi ya Fizira Magurifaza wa zone ya 4 katika mchezo wa mkondo wa pili kuzisaka pointi 3 muhimu kwa upande wa Aben Simba, lakini huu utakuwa ni mchezo ambao unahitaji pointi 3 muhimu kwa timu zote mbili, kwa sababu timu ya Fizira walipoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Neo moja, na lakini pia Aben Simba walisare mchezo wa kwanza dhidi ya Manakali. Kwa hivyo ni pointi 3 muhimu zinahitajika kwenye huu mchezo ambao ni wa 90 za maangamizi, na tayari zile kanuni za soka zimeanza kutafsiriwa. Wachezaji wameanza kupeana mikono, ishara ya kwamba mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa zaidi ya familia. Mimi ni Ishara Update, inaongozana na Robert Bandawe katika namna kuletea matangazo ya moja kwa moja kupitia line zetu zote za mitandao ya kijamii, WhatsApp, Facebook, kote huko tunapatikana. YouTube ndio usiseme kabisa, hapo ndio mjengoni, hapo ndio mahali kwetu. Yes, na hao unaona na uzi mwekundu ndio Aben Simba. Ni moja kati ya timu ambayo uzi mwekundu unachukua hatima ya mashabiki wao na timu kiujumla. Lakini pia upande wa Fizira tunashuhudia wakiwa na blue. Pia ni moja kati ya jezi ambayo si geni jijini, hasa tukishuhudia Fizira wanayo. Lakini pia waamuzi wetu pia wanapendeza wakiwa na kijani juu na pens za zenye kala nyeusi na shocks zile ambazo pia ni nyeusi na doti nyeupe, na wenyewe pia wapo katika kikao chao cha dharura kwa sababu ya kujadili ni namna gani wanaweza kuzimenya kwa usalama hizi dakika. Ni dakika 90 za maangamizi pekee za kutafuta pointi 3 muhimu, dakika za kuzisaka, dakika za kumenya, dakika za kutafuna na kumeza, dakika ambazo zina hatima ya pande zote mbili, dakika ambazo ndio hakimu wa mchezo wa leo, nani kuibuka na pointi 3 muhimu au kugawa moja moja. Mimi ni Ishara Update, hii ni Kasako Media, Kasa Cup Round 4. Yes, karibu tena. Tayari zile taratibu za kwanza zimemalizika, kupeana mikono na waamuzi kuongea katika kikao cha kupeana mbinu namna gani wanaweza kuzimaliza kwa usalama hizi dakika 90, na moja kwa moja ni kukusomea vikosi. Na ni Aben Simba Magurifaza wenye rangi nyekundu wanaongozwa na Heri 30 mgongoni, Bitondo namba 2 kuna Sylvie, namba 3 mgongoni kuna Yango, namba 5 mgongoni kuna Vincent, 21 mgongoni kuna John, namba 7 mgongoni kuna Leon K, 17 mgongoni kuna Monde, 16 mgongoni kuna Dinyo, namba 4 mgongoni kuna Master Lawi Asensio, 20 mgongoni kuna Nestori, 19 mgongoni huku Sabu akiwa ni Samuel, Kakadeo, Wilson na Walker. Lakini pia upande mwingine ni Fizira wanaongozwa na Wilson, namba 1 mgongoni kuna Shaban, kuna Masa, kuna Juma, kuna Suleiman, kuna Zilipendwa Thank you, kuna Juma, namba 10 mgongoni kuna Abinal, namba 6 kuna Zeba, 11 kuna Janja Kimich na mzaliwa akiwa na uzi 17 mgongoni, huku Sabu akiwa ni Kibu, Zaka, Arbin, Jack na Dela. Tayari mchezo unakwenda kuanza na pumzi ya kwanza imelia. Aben Simba ameisogeza mali nyuma na imewekwa control, iko katika na fasi nzuri, imesogezwa katika njia hizi za kupita kwa Leon K. Ni katika uwanja, Leon K tena ameipokea na kuiweka katika njia za kupita. Nafasi nzuri lakini imeondoshwa nje, na itakuwa ni mali ya kurusha kwa faida ya Aben Simba. Eneo nzuri tena, weka cross lakini imebabatiza Juma Maestro, weka nzuri katika njia hizi za kupita, imefanywa control. Bitondo anaitwa Janja Kimich, anaitafuna vizuri, ni Janja Kimich tena anazitafuta njia. Janja Kimich bado anaishi na ile mali, amechezewa madhambi. Ni free kick ya kwanza kupatikana, wananufaika Fizira ni washua kutoka zone ya 4 kule wakipambana na washua kutoka zoni ya kwanza. Aben Simba ni free kick, eneo nzuri kutengeneza mashambulizi ikiwa bado ni mapema, hata dakika 3 hazijakatika, ni dakika 2 na sekunde kadhaa kuelekea juu. Mali itaanza nyuma ambako madhambi yametendewa, kwa kusimama Suleiman ambaye si yule Sele aliyehimbwa na Mbosso.
Suleiman cheza na 18. Ina uzuri lakini haina madhara. Mesogezwa katika njia za Leonkei. Katika uwanja Sylvie anaigonga meno ya viatu. Bitondo cheza na Nestor. Anaiweka pembezoni tena huku kwa Keleo. Ni Nestor tena ameipokea. Anaitafuta njia lakini imezimwa. Zilipendwa. Janja mzaliwa taribu kucheza lakini Yanga amekuwa wa kwanza. Mzaliwa tena Nestori ana control Mr. Lawi Asensio. Cheza na Nestori tena ameisogeza pembezoni mwa uwanja. Kwa pasi nzuri tena kwa mkonjo mzuri kutafuta mashambulizi huku lakini haina madhara. Anaichukua Wilson. Mali iko juu. Yango amecheza hida na gongwa hida tena na Abinal. Yango amemjibu Mr. Lawi Asensio. Sylvie Nestori. Kwa pasi nzuri ni John. John anapita na Mali. Bado anayo Mali. John weka shot lakini imetembea njia na nyoka na kuzama nje. Goal kick. Inawekwa goal kick baada ya shoot ile kutembea njia za nyoka na kuzama nje. Wanaanza Fidhira. Kwa pasi nzuri na gongwa ida na mzaliwa. Anaondosha Sylvie. Vincent. Sylvie tena. Wakati zilipendwa amethima kwa ida. Janja Kimich. Under control James. Anataka kutafuta njia Zeba. Amechezewa madhambi ananufaika Fizira. Zeba anaonekana ndio mchezaji mkubwa zaidi kulingana na muonekano wake wa nje. Nywele ni kama tayari zimejaa mvi. Hizi si bridge, ni mvi kabisa tunazishuhudia kwa macho. Miguu 9 ya ukuta inahesabiwa kwa faida ya Ben Simba lakini free kick ananufaika Fizira. Nyuma ya Mali simama Abinal. Ni Mali ya kutenga, Mali iliyokufa. Abinal ameweka kwenye 18 nafasi nzuri. Zilipendwa. Jaribu kucheza moja huku akitoa ishara ya kwamba kipimo kilikuwa ni sahihi. Fantastic cross amecheza Abinal. Ni kabumbu ya kurudi kwenye mita 6 na kwenda kuanza heri kutengeneza mashambulizi kwa faida ya Ben Simba. Meuka juu. Ameicheza kwa hida. Iko katika njia za kupita ni Leon tena. Meondoshwa nje na James na ni Mali ya kurusha. Merushwa tena Sylvie. Kimich. Mweka nje ni Mali ya kurusha. Bado anufaika Ben Simba. Nestor amecheza madhambi ni free kick ananufaika Ben Simba. Ni free kick Ben Simba anakwenda kuicheza. Nyuma ya Mali amesimama Sylvie akiwa na uzi namba 3 mgongoni. Ni mshua wa redi. Naitwa Simba nyekundu. Cheza kwenye 18 kipimo sahihi. Medunda mbele yake Wilson. Maichukua. Maji yamemwagwa katika uwanja. Bitondo amecheza wa kwanza. Ni John. Weka kwake Sylvie.
Amesogeza kwake Yango. Yango na Mr. Lao ya Asensio. Asensio amecheza ndivyo sivyo, kwa pasi nzuri tena Zeba, lakini imesogezwa na inakuja kutama kwake Heri. Anza Bitondo. Wakapasi kijiko inababatiza, wanatengeneza mashambulizi. Ni Zeba. Nafasi nzuri tena anapita na mali ya Binal. Ni ndani ya 18 nafasi. Kimmich. Imekuwa cross nzuri, imethamishwa kwa header na Kimmich. What a goal. What a header. Wamesimama Fizira. Wamesimama Fizira. Dakika za mapema sana kamba imekubali. What a header Kimmich. Ni dakika ya 26 tayari kamba zimetikisika. Nyavu zinamzomea Heri. 26 zilitosha pekee kuwapatia ushindi Fizira. Wanaonesha nia ya kuitaka pointi 3 muhimu. Fizira wana kikombe chao ambacho kimechukuliwa na daraja la pili, yes. Mashindano ambayo yamemalizika hivi juzi tu hapa. Daraja la 3 walichukua kombe lao la kwanza kabisa la kihistoria. Hivyo huenda si wageni wa makombe, na ni njia hizi pia wanapita Fizira. Na hichi ndio kikombe chao ambacho walichukua, daraja la 3 kutoka Fizira. Wanakuja kukitambulisha, ni ishara ya kwamba mwendo ni ule na daraja la kwanza pia watafanya hivyo hivyo. Tayari wako mbele kwa bao moja Fizira, huku Aben Simba wakiwa nyuma. Nafasi nyingi wamezichezea tayari, zilipendwa nayo mali. Wakapass kijiko akihitaji kumuonyesha njia mchezaji Zeba, lakini mawasiliano hayajakaa sawa. Katika njia za kupita Fizira wanahitaji kufanya nguvu kubwa wa kuweza kuondoa huu msumari ambao tayari umegongwa katika vichwa vya watu wote wa Ben Simba. Fizira wanatuonyesha ni namna gani wapo tofauti. Kutangulia kwa ushindi ni James tena. Na ukanyaga na umekwenda nje, ni mali ya kurusha kwa faida ya Ben Simba ambao mpaka sasa wapo nyuma. Zilihitaji dakika 26 pekee Fizira kuweza kutupatia majibu. Bado ni kipindi cha kwanza na dakika ni nyingi za kuendelea kumenyana. Huenda lolote likatokea, lakini mpira huwa na maajabu yake. Ni Mr. Lawi Asensio pembezoni mwa uwanja. Cheza pasi nzuri, ni Vincent anaitembeza na nyoka, inapokelewa kwa mguu wa kushoto na Wilson, mlinzi wa nyavu wa Fizira. Chukua mali na kufanya manjonjo ya siku zote, si manjonjo geni katika ulimwengu wa soka. Mali imewekwa juu, ameisogeza kwa header tena, mashambulizi yanatengenezwa. Sylvie Bitondo cheza na Yango, imewekwa pasi nzuri tena katika uwanja. Ni Vincent anazitafuta njia. Suleiman anaweka juu tena, Godfrey anatafutwa. James under control, anaiweka kwenye 18 lakini ni patupu. Alisogea kuiomba Zeba. Bitondo tena ameipokea, anaisogeza katika njia za ndege lakini imetama nje. Mali ni ya kurusha. Mali ya kurusha mwili nyumba nayo Shaban. Anaichukua Asensio. Asensio anaimenya na kuweka katika uwanja. Nestori zilipendwa, nafasi nzuri bado anayo faida. Kwa pasi nzuri tena anaitwa Mzaliwa. Mzaliwa cheza na Zeba, imetamishwa nje na mali ya kurusha. Ishara ya tafsiri ni kwamba iko juu, anaiweka nje Kimmich chanja. Kocha anawatuliza wachezaji wake, wanahitaji kuweka mpira chini na hauhitaji pressure. Fizira
timu yao ya daraja la 3 imetoa kombe, hivyo bado wanasherehekea taji lao la daraja la 3, lakini pia ni ishara ya kwamba huenda wamejisuka vizuri katika kila daraja, na ndio maana wameanza kutangulia kwa bao moja ambalo lilihitaji dakika 26 pekee kulizamisha. Yuko back pass ni Yango tena anaisogeza katika njia za kupita, na yuko juu katika njia za ndege. Juma anaigonga ida kwa kwanza 0, anaichukua Wilson. Abinali yuko katika uwanja. Kimich anaicheza ndefu, Shaban inafichwa kifuani na zilipendwa, lakini haijakaa. Ni Mr. Lawi Asensio amechezewa madhambi, ni free kick katika uwanja, wananufaika Aben Simba. Nyanzo ndefu, gusa achia, twende kwao. Wakarula lakini ameikataa Mzai. Ana control. Ameweka pasi nzuri tena katika njia hizo za kupita, eneo zuri kwa Kaleo. Waka cross ya chini lakini inababatiza katika mguu wa Shaban. Ni kona kwa faida ya Aben Simba ambao wanahitaji kuondoa hili bao ambao wametanguliwa. Nestori. Waka cross nzuri lakini tayari Mamuza anatoa ishara gani? Inachezwa kona tena au kuna namna yote ile? Ameusimamisha mchezo ambao tayari ulikuwa umeanza baada ya kona ile kuchezwa. Yes, maamuzi ya muamuzi ni kwamba kona ichezwe tena. Huenda kuna lolote ambalo halikwenda sawa kulingana na sheria 17. Kitenga kimelia. Nyavu zinatafutwa. Imewekwa header nzuri. Mali imeondoshwa. Kabombo iko nje na ndio kurusha. Bitondo ana control Nestori, anaweka cross nzuri kwenye 18 na wow! Ni Vincent. Sasa mzani unasoma sawa, ni 1-1. Goli limepigwa kama chafya hivi, ili haujakaa sawa, nyavu zinatikisika. Hawakuelewa kilichofanyika. Fizira Vincent ameliondosha bao ikiwa ni dakika ya 33 pekee, kama tayari imetikisika kwa upande wa Fizira. Wanasimama kwa shangwe ya hali ya juu sana Aben Simba, huku wakiimba Aben Simba, Aben Simba. Mchezo unasoma sare ya 1-1 sasa. Ni mwendo wa kurudi katikati. Dakika 33 zilitosha kutupatia majibu ya kwamba tunaweza kuliondoa hili bao, na vile vile ndio walivyofanya Aben Simba, wameliondoa. Mchezo sasa uko sawa, mzani unasoma sawa, ni 1-1 kwa upande zote. Wapo katikati Fizira kuweza kuanza mali baada ya nyavu kutikisika, nyavu za Wilson. Zile tambo na madohido ya Wilson hatutakuja kuyaona tena, hatakuwa na muda wa kupoteza katika uwanja. Zeba anasubiri kipenga cha muamuzi. Kipenga kimelia baada ya kuhamishwa katikati kwa nguvu na Vincent, na wameanza Fizira. Ni James weka kwake Zilipendwa tena, anaisogeza katika njia za James anaumenya vizuri, lakini umekula mguu na kutama nje. Mali ni ya kurusha. Mali imerushwa, imefichwa kifuani tena, anaisogeza juu. Itakuwa ni hatari. Shaban ameiweka nje. Ni goal kick. Wanaanza Heri.
Bitondo anaiweka juu, ana control John, cheza sifuri kwa Bitondo tena. Mali imechukuliwa iko kwake Zilipendwa, weka kwake Kimich, anaiminya vizuri na kusogea nayo ni Kimich, weka kwake Zeba tena, weka pasi nzuri kwake James, weka cross nzuri kutafuta Heri kule, lakini amechukua, hakuhitaji hata kupunch, na wekwa katikati mwa uwanja. Suleiman Kimich amecheza vizuri tena kumtafuta Zeba. Bitondo amekuwa ni wa kwanza kucheza kwa kichwa. Leo sogea na mali. Oh! Mechezwa foul. Naisi itakuwa ni kadi ya njano, na hakuna budi, kadi ya njano imesimama na imekuwa kadi ya kwanza ya njano katika mchezo. Ameipokea Zeba akiwa na mvi kichwani, uzi namba 11. Ni free kick, anasimama Sylvie, mpira wa kutenga, anaicheza, agongwa ila tena, nafasi nzuri ni Samuel, nafasi nzuri naona kumaliza, amewekwa juu lakini bado offside, ni offside, lakini tayari nyavu zimekubali kule, huku mwamuzi akikataa akisema kwamba ni offside. Wataanza Fizira baada ya kutafsirika kwamba ni offside, huku Nestori akiwa tayari amethamisha kabumbu kwenye nyavu. Nyavu hazijawahi kuwa na kosa, zenyewe huwa ni kupokea tu, muhimu iwe kwenye usahihi, na hii ya Nestori haikuwa kwenye usahihi. Imechezwa katika uwanja, anaiminya vizuri, panda na mali na kuweka rula kwake Zilipendwa. Zilipendwa weka cross ya chini chini, lakini imeondolewa na Bitondo, ana control. Zilipendwa imewekwa nje na mali ya kurusha. Nafasi nzuri, mali imedhama nje na ya kurusha, bado wananufaika na Ben Simba. Katika njia za kupita ni Samuel, bado nayo mali. Samuel anajaribu kumdanganya na kuweka back pass, imewekwa juu tena, Samuel ameipokea, bado naishi, imewekwa juu tena. Vincent again, ni Vincent bado anaishi na mali, weka cross, imekula chuma. Oh wow, what a shout! Ni Samuel, imewekwa shot nzuri, ikababatiza, ikazama nje. Mali ni ya kurusha, wananufaika Ben Simba. Imerushwa, imechezwa haida, bado Ben Simba wanayo faida kwa kurusha tena. Ni Sylvie, weka cross nzuri, ana control, iko kwenye usahihi, ameweka juu, mita kadhaa tu kuelekea juu, imezama nje. Ni Nestori akiwa na uzi 19 mgongoni, tayari anaonyesha kwamba ni mchezaji anahitaji matokeo zaidi na si janja janja. Dakika ikiwa ni 43 zikiwa zimebaki dakika 2 kumaliza kipindi cha kwanza, mchezo ukiwa bado na sare tasa. Sorry, ni sare ya 1-1, si tasa. Nikisema tasa maana yake ni sare ambayo bado watu hawajafungana, lakini hii sare ni sare ya bao 1-1. Ni ubao wa kuongeza dakika, na dakika 3 zimeongezwa kwenye kipindi cha kwanza kukamilisha dakika 45. Hizi huwa dakika za kufidia. Imewekwa tobo na pasi imefika kwake Zilipendwa, anaisogeza kwenye njia za kupita, bado nayo mali Masa, weka pasi
pasi nzuri. Madhambi yametafsirika ni free kick. Ni free kick wananufaika Fizira kutoka mtaa wa zone ya 4 kule mwishoni kabisa mwa kambi. Ni mpakani, yes, mpakani kule. Imewekwa nzuri kwa 18. Mashambulizi yanatengenezwa. Ni Masa anaiweka juu tena. Zilipendwa anaisogeza kwa Heda Bitondo na mkataa. Imewekwa Kanzu. Zilipendwa bado anayo faida, anayo mali. Zilipendwa anaitafuta njia. Zilipendwa again. Amechezewa madhambi au namna gani? Maamuzi anasema kwamba irudi mita 6, ni goal kick. Masa anaipokea kutoka kwa Kaheri. Njia za kupita. Mezama kwake Wilson. Anaanza na Abinali. Ni Juma. Naweka juu njia za ndege. Nagongwa Hida na Yango. Sylvie. Cheza sifuri kwake Dinyo. Ni Dinyo anayechezea nyuma. Mali natakiwa kuanza sifuri zaidi, ni kwake Heri. Tujipange, tutengeneze mashambulizi. Anaipokea Leo. Naiweka pasi nzuri lakini imetoka nje. Mali ni ya kurusha. Wananufaika Fizira. Suleiman. Zilipendwa. Anaipokea tena Nestori. Kimich cheza na Abinali. Inasogezwa kumtafuta Zabe. Zabe alitafuta njia kwa pasi Kijiko. Kimich bado anaishi na Mali. Imetoka nje na kurudi mita 6. Mita 6 wanaanza kutengeneza mashambulizi ya Aben Simba. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika, huku mchezo ukiwa na sare ya 1-1, timu zote zikinufaika bao 1-1. Ni dakika 15 za mapumziko, kisha dakika 45 nyingine za kipindi cha pili kuja kutujibu ni nani kuibuka na pointi 3 muhimu na tiketi ya kumhakikishia kuendelea na mashindano ya Kasa Cup. Mimi ni Ishara Update, naongozana na Robert Bandawe. Kasako Media, Kasako Cup. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote. Yes, welcome back again. Ni dakika 45 za kipindi cha pili kukamilisha zile 90 za maangamizi. Tayari Mali imeanza na iko sifuri kwake Wilson. Ni mlinzi wa nyavu wa Fizira, imesogezwa pembezoni mwa uwanja. Hizi ndizo dakika ambazo zina majibu ya moja kwa moja. Mchezo ambao ni wakata na shoka. Mchezo ambao si rahisi, ukitoka hapa labda ukawe rahisi. Nafasi nzuri. Imewekwa cross kutafuta mashambulizi. Na gongo Heda. Zilipendwa na isogeza tena. Katika uwanja Zabe ni Kimich. Cheza na Juma. Juma bado anayo Mali. Weka kwake Zilipendwa, thank you. Zilipendwa. Anatafuta njia na kucheza back pass. Imewekwa juu na kwenda kudhama nje. Watanufaika kwa Mali ya kurusha. Magori faza wa zone ya kwanza Aben Simba. Bitondo. Samuel. Sylvie. Masa. Cheza na mzaliwa, amechezwa madhambi, ni free kick wananufaika Fizira. Mzaliwa bado yuko chini.
na ameinuka, yuko tayari kuzimenya vilivyo dakika 45 za kipindi cha pili. Anaicheza tena kwa pasi nzuri na gongwa surprise, lakini tayari mwamuzi ametafsiri kwamba imetama nje na ni mali ya kuweka goal kick. Anaanza Hari, mesogezwa juu tena, amewekwa rula katika njia zile za kupita, ameichukua Juma, lakini tayari mwamuzi ametafsiri kwamba ni madhambi aliyacheza, huku akijawa na pumzi ya moto kifuani Juma na kumkoromea mwamuzi, lakini hekima lazima ifanye kazi. Ndio maana waamuzi siku zote ni watu wenye edge za makamu, kwa sababu ya hekima ndio kitu pekee kinachohitajika katika huu mchezo ambao ni wa 90 za moto. Kuna mshike pale, mwamuzi anaamua nini? Wachezaji wote wanachezea wakiwa wako chini, ni kama nguruwe mbili zinacheza matopeni. Yes, mwamuzi ametoa tafsiri ya kwamba kadi ya njano ni lazima ionekane kwa mchezaji, na ni mchezaji wa Aben Simba. Ni free kick watanufaika Maguri Faza wa zone ya 4, washua wa mpakani. Wanatoka na kijiji cha Ara ya Pili. Ukitoka Ara ya Pili unaingia sehemu moja ya mtu unaitwa Asala, unakaribishwa sehemu ya pili inaitwa Bakare, unaikamata Mvugwe na Nyamidao. Ndio maana hao watu wanaitwa watu wa mpakani. Maguri Faza wa mbali kabisa huko, mali imezama nje na ya kurusha. Merushwa iko kwenye pitch, lakini tayari imetafsiriwa kwamba kuna madhambi wananufaika Fizira baada ya jumps. Juma chezo madhambi. Mali iko chini kucheza free kick kwa faida ya Fizira. Nikuwa cross nzuri kuelekea 18, lakini ni kama imebadilisha gia hewani, imezama nje. Ni goal kick. Anaanza Heri. Vincent under control. Vincent bado anatafuta njia, anamdanganya na amekubali mzaliwa. Vincent cheza back pass, amepoteza mali Zabe. Waka pass nzuri, ameondosha Sylvie na kuweka nje. Mali ni ya kurusha kwa faida ya Fizira. Ni Kimich anayo mali, imesogezwa na imezama katika miguu salama kwake Samueli. 1v2 Samueli tena bado anayo mali. Samuel cheza shot, lakini ilibabatiza na kufika imepoa kwake Wilson. Na kwa ndefu tena anaipoza kwa Haida, anaitwa thank you. Cheza back pass kwa Kimasa, anaisogeza lakini inababatiza na ni mali ya kurusha. Nafichwa kifuani, nacheza back pass. Masa anajaribu kuicheza lakini imedhamishwa nje. Mali imerushwa katika njia za Zeba, anaichukua kwa kishindo Yango na kuithamisha katika uwanja na gongwa ida na Master Lawi Asensio. Samuel nawekwa juu tena kutekeleza mashambulizi ndani ya dakika hizi 45 ambazo tumeweza kuzimenya. Fizira ni kama wapo kwenye kiwango bora kimfumo, sababu wamewabana vilivyo vya kutosha hapa katika dimba Aben Simba.
imesogezwa tena na kuwekwa juu, lakini hakuna madhara. Ni mali ambayo inakwenda kuchukuliwa taratibu na heri. Kabumbu imesogezwa, anaipokea Yango na anaicheza katika njia za ndege. Yango imefika chini na kwa hida tena, ni ndani ya 18. Anaitwa Suleiman ambaye si wa Mbosso. Inasogezwa pasi nzuri, lakini inakuwa ni pasi mkao. Anajitafuta ni Master Lawi Asensio. Ni Lawi Asensio tena, bado nayo mali inathamishwa nje na Juma. Itakuwa ni mali ya kurusha, ni kwa faida ya Maguri Faso wa zoni ya kwanza Abeon Simba, ambao tutakwenda kushuhudia bunge la kimataifa lenye ladha ya sehemu yoyote ile ambayo soka linatambulika. Itakuwa ni bunge ya Abeon Simba dhidi ya Deo moja. Sijajua uwanja utakuwa ni wapi, lakini moja kati ya mchezo ambao maelfu ya watu wanaisubiri kwa hamu. Huduma ya kwanza imetolewa kwa mchezaji ambaye ni wa Fizira, lakini anaonekana kwamba hali yake si nzuri. Anapokea huduma kutoka kwa Shaban. Ni mchezaji Abinal. Mwamuzi anaruhusu madaktari kuingia na kuwafanya warudi nje baada ya kwamba Abinal kuonekana yuko sawa kuendelea na dakika zilizobaki na kuzimenya vilivyo. Ni kona japo ya mambo yote kutokea, lakini bado anayo faida Abeon Simba na kucheza cross nzuri. Bado shida iko pale pale. Hakuna aliyetibu shida. Ni Asensio tena anaiweka, ana control. And now what a shot. Save. Ni Wilson. Mabao mengi sana kwenye huu mchezo baada ya kuonekana kuwa na kiwango bora, lakini bado Abinali ndani ya 18 anaonekana kwamba hali yake si nzuri. Anapokea huduma ya kwanza kutoka kwa wachezaji wenzake. Wingu la blue na nyekundu linamsimamia. Imewekwa shuti moja nzuri sana na mchezaji Vincent ambaye pia ni baba mzazi kwa upande wa Abeon Simba baada ya kufanya mchezo kusoma sare. Huyu ndo aliyefanya mashabiki wa Abeon Simba kusimama, Vincent, lakini pia alijaribu kufanya kile kucheza shoot, lakini Wilson alikuwa na maagano naye, alimfuata kule na kufanya save. Wilson ni goalkeeper msajiliwa ambaye mpaka sasa amepunguza idadi ya magoli kwa upande wa Fizira. Zimeonekana nafasi nzuri ambazo amekuwa na kiwango bora katika kuzikabili. Bado mchezo una sare ya 1-1 na hatujawa na matokeo ya kuridhisha hata pande moja. Michezo ya kundi hili inaonekana kuwa ni gumu kwa sababu wengi wana sare ambao wana pointi 3. Ni Deo moja walichukua pointi 3 mbele ya Fizira, lakini pia mtu pekee mwenye pointi 6 ni Manakal baada ya kuichukua pointi 3. Timu ya ni Baraka Mosa, yes. Mwamuzi ana tafsiri gani? Kuna mchezaji ilimbabatiza mkononi au kuna nini? Mbona ameusimamisha mchezo wakati mali ilikuwa imerushwa? Amehitaji irushwe tena. Bado naishi ni Dela anaicheza, lakini imekula chuma pale ndani ya kurudi kwenye mita 6. Ni Wilson cheza na Suleiman, anaipokea tena Maestro. Abinali anapanda nayo, anaomba njia Abinali, lakini watu wamemkataa. Ni ya kurusha. Abinali anayo mali. Abinali anaicheza vizuri kumfichia, anaisogeza kwa kisigino juu. Dela Bitondo amecheza under control, ameweka pasi nzuri kuzitafuta 18. Anaichukua Wilson, pembezoni mwa uwanja, amewekwa juu. Nani wa kwanza kucheza mali bado iko juu, imesogezwa kwa Hida Zabe.
amechukuliwa mali taratibu, inatengenezwa mashambulizi tena. Itakuwa ni kona ikitoka, lakini Heri amekuwa wa kwanza kuizamisha nje na ikawa mali ya kurusha. Mali imerushwa, anaipokea tena Abinali. Ni pembezoni mwa uwanja, imewekwa cross ya juu, iko kwenye 18, itakuwa ni hatari. Ameiondosha Heri, lakini tayari mwamuzi ametafsiri kwamba ni foul. Bado kuna pushi pale, kuna sintofahamu ambayo mwamuzi anahitaji kwenda kutuliza. Ni baina ya wachezaji wawili, akiwa ni Dela na Heri, mlinzi wa nyavu wa Aben Simba. Ni foul anakwenda kuchezwa. Bitondo anaipokea, anairudisha kwake Heri. Ni Gusachi atonde kwao katika uwanja. Dakika 7 zimeongezwa kwenda kuumaliza huu mchezo ambao mpaka sasa bado na sare ya 1-1, na tayari mali ilikushaanza huku na madhambi yametafsirika. Wananufaika Fizira washua wa mpakani. Ni muda wa kucheza free kick baada ya miguu 9 ya ukuta kuhesabiwa. Zikiwa ni dakika za jioni kabisa, kuzama kwa jua huenda kukazama na mtu mmoja akitoka na machozi. Ena uzuri, wanajaribu kutengeneza shape nzuri ya ushambuliaji, lakini wanakuwa kwa makini sana walinzi wa Aben Simba. Sylvie anaiweka ndefu, njia nzuri kwake John, anaitafuta 18. John, oh, what a tackling! Amechezewa foul. Ameusogeza mpira mbali, alafu akachezewa yeye huku tackling. Huenda ikamlipa kwa matokeo mazuri. Sheria 17 zinatafsiriwaje hapa na mwamuzi? Nini anakiamua? Lakini mpaka sasa naona njano imeshakaa mkononi. Hii haikwepeki hii. Ni dakika 7 pekee tu ambazo ziliongezwa kumaliza kipindi cha pili chenye dakika 45. Anathamishwa nje John, ni muda wa kucheza free kick. Mwamuzi ameipandisha kadi ya njano ni kwa mchezaji Shaban baada ya kucheza tackling ambayo ilienda kinyume zaidi. Ukicheza tackling, jitahidi basi uuguse mpira. Inaonekana kwamba nia yako ilikuwa ni hiyo na unakuwa kwenye uhalali. Lakini ukicheza tackling halafu haujaugusa mpira, tafsiri yake ni kwamba ulikusudia kumcheza mtu. Ni free kick. Ni nani anaicheza? Moja kati ya free kick dhaifu katika dakika za ukomo, basi ni hii hapa. Ameicheza leo wakati timu inahitaji pointi 3 muhimu. Unakuja kucheza free kick kama hii, mashabiki watakupiga mawe. Mali inawekwa kwenye mita 6, iko juu pembezoni mwa uwanja, ni kwake Masa, imezama nje. Anaicheza Dinyo, inawekwa cross nzuri kutafuta lango, good position. Oh, wow! What a header! Samuel! What a goal! Mama! Nyavu hazijawahi kuwa na kosa, ukitupia tu zenyewe ni kudaka. Kazi aliyoshindwa kuifanya Wilson, nyavu zimesaidia, nyavu zimedaka kabisa kabumbu ile katika dakika hizo za jioni.
wamesimama Haben Simba. Walipiga kelele muda wote, sasa kelele zile zimewajibu. What a goal, what a header, what a player Samuel. Kamba nzuri kweli kweli imewainua mashabiki wa Haben Simba. Ni kelele iliyoje. Hawa ndio Simba wenyewe sasa wa kambi. Tuna Simba wawili tu, Simba wa PN na Simba wa ABN. Sasa tutamjua Simba ni nani. Imekuwa header nzuri sana. Oh my God. Kamba nzuri, Amos area pili ananungunika vya kutosha. Anaumia vibaya mno baada ya nyavu kutikishika. Wilson macho anamtoka huku nyavu yanamzomea. Anajisikia aibu ya kutosha baada ya header hii kucheza na Samuel. What a goal. Kamba, kazi aliyoshindwa kuifanya Wilson, nyavu zimemsaidia. Kazi ya Wilson ni kudaka mipira. Alishindwa kudaka mpira, basi nyavu zikamsaidia kudaka. Kamba nzuri, dakika 7 tu pekee za kuongeza zilitosha kuwapatia pointi 3 Haben Simba. Ngoja tuone nini kinakwenda kufanyika. Wamelazimishwa kuingia katikati mwa uwanja kwa mara nyingine tena Fizira. Wanakaa mpakani huko. Ukiongea watu wa Mvugo wanasikia na Nyamidao. Leo watakwenda kukaa kimya kijiji chote baada ya Samuel kuadhamisha bao nzuri kweli kweli. Mali imekwenda kuanza tena. Sasa mzani unasoma 2-1. Eneo la sifuri anakwenda kuchukua Heri akiwa na tambo nyingi. Ni kama golikipa Mwarabu hivi. Akikutangulia utajua maana ya kutangulia sio kufika. Imeweka pasi nzuri. Mkunjo katika njia zile za kupita. Ni Mastalawi ana control, anaitafura na kuweka pasi nzuri, ametengenezwa free pass. Eneo nzuri ni Seleman ambaye si wa Mbosso, lakini raundi hii ndio yule Seleman wa Mbosso. Mbona kama una kiwewe Sele? Ni baada ya Kamba kukubali kwenye nyavu za Wilson. Ipo mwenyewe baregeza miguu ipo. Eneo nzuri tena. Kimich anacheza na Zilipendwa, thank you. Ona kocha kaze. Katika uwanja anaichukua Kimich. Mweko pasi nzuri. Wanajaribu hata kufanya mchezo kusoma sare zikiwa zimebaki dakika 3 kwenye zile 7 zilizoongezwa. Anatafutwa Dela, lakini tayari alitangulia huku mpira ukaja nyuma yake. Mali imedhama nje. Wataanza kwa kutengeneza mashambulizi ya Haben Simba. Ni mali ya kurusha. Kocha wa Fidhira, zile kelele nyingi na tambo zimekauka. Amefikia 75%. Wenzangu wa Mbiza kuungaunga mnanyelewa. Hapo nakuwa huna muda, unagongwa kifurushi chako kimeisha. Mewekwa hida tena. Nafasi nzuri, anatafuta njia lakini ameidhamisha. Anaitwa Sylvie. Ikiwa imebakia dakika 1 kuzimaliza hizi dakika 7. Na kwa cross nzuri tena. Anaisogeza Suleiman. Counter attack. Lakini mikono wa kwanza Shabani kuzima hii counter attack. Anaidhamisha nje kuhitaji muda wa kujipanga. Mali merushwa. Mwamuzi ni kama anaangalia saa hivi, huku watu wa Fizira wakiwa ICU. Tayari pumzi ya moto imepanda, ni offside. Pasi imeweza kuchezwa tena. Wanaendelea kutengeneza mashambulizi. Ni Kimich anaweka hida kumtafuta Dela akiwa kati ya wingu jekundu. Mari anakwenda kuzama nje. Anaichukua, hataki kuwa kona. Mwamuzi muda wote anaangalia saa tu. Muda wote anapiga mahesabu yake kwenye saa. Huku mashabiki wakilalamika kwamba dakika 7 zilizoongeza tayari zimetamatika. Anapita na Mali, John anajaribu kupita na Mali, anaweka pasi nzuri. Anaitwa thank you Zilipendwa.
anadhamisha mali nje. Maamuzi anatoa tafsiri ya kwamba ni goal kick, mali ya kurudi kwenye mitaa 6. Eneo nzuri tena. Dakika 90 za maangamizi zimetamatika, huku washindi wa mchezo wa leo wakiwa ni Aben Simba kwa bao la mwisho kabisa la ushindi ambalo limewekwa na Samuel. Alitetema vya kutosha, alicheza heda nzuri sana ambayo imewapatia pointi 3 muhimu watu wa Aben Simba. Walihitaji sana pointi 3 hizi kwa sababu ya kujihakikishia kuvuka katika ile kundi ambalo linaonekana ni gumu sana, na wao ni moja kati ya timu kubwa ambazo walihitaji lazima kupata hizo pointi 3, huku sare tu ingewalipa watu wa Fizira, watu wa mpakani jirani kule na Mvugwe na Nyamidao. Mimi ni Ishara Update, niliongozana na Robert Bandawe katika namna kuletea matangazo ya moja kwa moja. Hii ni Kasako Media, Kasako Cup. Tukutane kwenye michezo ijao. Bumba. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote.